Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, Iba Baba. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe una nguvu, wewe unatenda. Hakuna kama wewe Baba, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Baba. Unajibu Bwana, 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 unajibu Bwana, Bwana, maombi unajibu Bwana, 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 unajibu Bwana, Bwana, maombi unajibu Bwana, 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 unajibu Bwana, unajibu Bwana, 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 sogea mbele. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, na hata waliposema kupita katika bonde la mauti, katika ule uvuli wa mauti, sitatikisika. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, yeye hunilisha katikati ya malisho yake juu ya mabichi. Anasema unilaza. Lakini nataka nikwambie, ukipanda mbegu utavuna mema, ukipanda maharage utavuna maharage, ukipanda mahindi utavuna mahindi, ukipanda karanga utavuna karanga, hata ukipanda mema utavuna mema. Lakini pia ukipanda mabaya utavuna mabaya. Nasema hii huduma tunaelewa kwamba kila sehemu huwa hapa huwa tunafanya maombi bure, lakini kuna wakati usikalili ibada. Ibada tunaongozwa na Roho Mtakatifu, hatuongozwi kimwili. Na ukitaka Mungu akuinue, moja, heshimu madhabahu. Ukitaka Mungu akubariki, moja, panda mbegu. Na ndio maana hata nyumba nzuri
ikijengwa barabarani, watu husema ile ni nyumba nzuri, lakini kama ndani haina mvuto, haiishi watu, mle ndani watakuwa wanaishi mapaka na panya. Usikaya, simama juu. Bwana asifiwe. Nyumba yoyote huwa inaheshimika kwa sababu inaishi watu. Kanisa linaheshimika kwa sababu tunaishi watu. Simama juu mbele za Mungu ili Mungu akae na wewe. Tumikie Mungu katika roho na kweli. Na huduma hii siona ni ndogo, ni kubwa. Na ndio maana ikiwa ni kubwa lazima iwe na changamoto. Kuna watu wanaona huduma ni ndogo. Huduma yetu ni kubwa. Na ndio maana sisi tunajenga kwa gharama. Na tunatumikia Mungu kwa gharama. Kianza kuhubiri injili kupiga fire. Bwana Yesu asifiwe. Tukianza kutumika mbele za Mungu, unatumika. Kwa nini? Lazima tujenge kwa gharama. Ukipanda mbegu utarajia kuvuna. Na kama uko hapa unapanda mbegu, utarajia kuvuna mbinguni, kwamba wewe hata leo ukidondoka unaenda mbinguni. Lakini sio kama unadondoka moyo wako hauendi mbinguni. Mungu anataka wale ambao wako tayari kutumikia Mungu. Mungu anataka wale watu ambao wewache endelea na kazi zako. Kama hutaki maombi, machi mtoto aombewe, mbele kutoa majini. Mtoto afunguliwe na mwamini Mungu. Atuhubiri dini sisi hapa. Hapo. Nyosha mikono juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Tazama mimi ni mwenye dhambi. Tazama mimi si mkamilifu. Kila siku ninakosea. Kila siku huwa ninakosea. Huwa napitia mambo mengi. Huwa napitia changamoto. Lakini Bwana Yesu, ninaomba unisamehe yale ambayo ninakukosea, ninayoyajua na nisiyojua. Nilikuwa sijui namna kupanda mbegu. Huwezi kupanda mbegu. Huwezi kupanda mbegu. Toa sauti. Huwezi kupanda mbegu bila jembe. Huwezi kupanda mbegu bila jembe. Huwezi kupanda mbegu bila mazao. Lazima uwe na mbegu, ndipo upande ili upate matokeo. Bwana Yesu, ninaomba leo unijulishe niweze kujua namna kupanda mbegu. Kumbe ninaamini nikitoa nitabarikiwa. Nisipotoa sitobarikiwa. Kumbe nimeamini nikipanda natarajia kuvuna. Kumbe nisipopanda sitovuna. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba kuanzia leo unitakase. Safisha kinywa changu. Safisha moyo wangu. Nitakase. Nianze kuwaza yaliyo mema. Ondoa mabaya. Ondoa machafuko ndani ya moyo wangu. Futa maovu yote. Nianze kukutumikia. Kama nilikuwa nawaza mawazo kwa jirani, kwa ndugu, kwa wazazi, kwa baba, kwa mama, kwa mke, kwa watoto, kwa mume, Bwana Yesu, kama nilikuwa nawaza mawazo
katika kuanzia taifa vibaya, iwazia Tanzania vibaya, naomba nisamehe. Bwana Yesu, kama nilikuwa na mawazo juu ya mchungaji kwamba anahubiri injili ya fedha bila kujua neno, Bwana Yesu, naomba nisamehe. Amenipa neema ya kunifundisha namna ya kupanda mbegu. Kumbe ukipanda mbegu njiani, kama hazijaingia kwenye udongo ndani, ndege watapita, watazila. Lakini ukipanda mbegu kwenye udongo mzuri, tena ukaingia ndani, itavuna mazao. Bwana Yesu, kuanzia leo nifute kitabu kwenye kitabu cha hukumu, niandike leo kwenye kitabu cha uzima. Sitaruhusu mtu yoyote anivunje moyo. Kumbe mimi nimetoka mbali, hata nilipofika hapa tumeanza mbali. Kuanzia leo madhaifu, dhiki, njaa haitonitenganisha na Mungu. Kukosa fedha hakunitenganisha na Mungu. Kuishi kwenye magonjwa hakutonitenganisha na Mungu. Kuanzia leo ninapokuwa mzima, ninapokuwa na afya, ninapokuwa mgonjwa, naomba nikutumikie. Ninapokuwa na pesa, nikiwa sina pesa, naomba nikutumikie. Ninaomba niwe na furaha. Nakataa huzuni, maana hata huzuni inapokuja kuna furaha ndani yake. Furaha inapokuja kuna huzuni mbele. Bwana Yesu, kila kitu ulifanya kwa usawa. Ewe Mungu wa mbinguni, kila neno ulithibitisha kwa kalamu tena ya wino, kalamu isiyofutika. Ninaomba uyaandike haya moyoni mwangu, uyaandike haya kwenye kibao chako, kibao cha moyo wangu kisitoke. Ninaomba hii madhabahu niibebe kama yangu, nitembee nayo mgongoni mwangu. Msalaba wa Golgotha uliofia msalabani kwa ajili yangu mimi, ninaomba kuanzia leo nitembee nao moyoni, mgongoni, kichwani, ni ubebe mdomoni, ni usemee kwamba nina msalaba usiofutika kwenye maisha yangu. Jamani, Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa neema yako. Wako watu umewaleta mbele zako, nami Mungu ninaamini unathibitisha katika neno. Nikitamka neno, fumba macho. Mungu anataka aseme na wewe na juu ya neno, au simtazame. Fumba macho. Anataka Mungu aachilie neno juu ya watu wako. Ninatamka neno hili uwajenge katika moyo ulio safi. Umesema nyumba ukiijenga katika mwamba ambao uko imara, itadumu, haitabomoka. Lakini nyumba kama utaijenga kwenye mchanga, kisha mvua itakuja, itanyesha, ile nyumba itabebwa na maji. Bwana Yesu, tunaomba msingi huu ujengwe katika imara. Ninatamka juu ya watoto wako ambao Mungu umewapa neema hii ya kusogea mbele zako, wamekuwa wanyenyekevu. Bwana Yesu, inawezekana wanaanza kusongwa na majaribu, kusongwa na njaa, dhiki, kazi, mali, biashara. Mungu wa mbinguni, wasaidie wasianguke, kwa kuwa msingi huu tumeujenga wote wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hatujajenga msingi kama kitega uchumi, tumejenga msingi wa kupokea neema, wa kumwabudu Mungu, ili watu waokoke, watu waache dhambi, wakombolewe, wasafishe. Bwana Yesu,
naomba kuanzia leo safisha mioyo yao. Kila mmoja alikuwa anawaza vibaya, alikuwa anawaza kuiacha hii nyumba hii, alikuwa anawaza kubadili kanisa, alikuwa anawaza kuacha ibada. Mungu mrejeshe ndani ya moyo wake, ondoa mawazo machafu, ondoa mawazo mabaya. Kila mmoja apokee neno sasa katika jina la Yesu. Ninatamka neno la damu ya Yesu, nguvu ya Yesu itembee ndani yao. Nguvu ya damu ya Yesu itembee mioyo yao. Kibali, neema ikae ndani yao. Inakataa kila mamlaka ya ibilisi, ya shetani kuteka watoto waliofungwa na giza. Na kuomba kijana huyu kama nilivyomwombea Ijumaa, Bwana Yesu mtakase, msafishe, muongeze neema, akapate namna ya kusikia, namna ya kuongea. Bwana Yesu, rejesha akili yake, mrejeshe Bwana Yesu, mrejeshe Bwana Yesu, ondoa nguvu ndani yake. Bwana Yesu, ninakataa fikra yote iliyotekwa kwa nguvu za giza, kwa nguvu za kipepo, kwa nguvu za kichawi. Hiyo roho inaiharibu na kuisabatisha katika jina la Yesu, akawe huru. Inaachia kibali. Bwana Yesu, safisha, mpe nguvu ya kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Msamini, muwezeshe, mtie nguvu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, mpe neema na kibali katika jina la Yesu. Inakataa kiburi, mawazo machafu, fikra mbaya na ziondoa bali Bwana Yesu akapanda mbegu ya kumtumikia Mungu, akavune yaliyo mema. Tunaachia upako mbegu anayepanda bintu wenyenyekevu wa huduma, umpe moyo wao, asiwepo mtu wa kuvunja moyo wake kwa kumkatisha tamaa, akatumike katika jina la Yesu. Apane mbegu iliyo njema, mbegu isiyoharibika, mbegu itakayodumu. Baba, katika jina la Yesu ninaachilia neema na kibali juu ya binti. Napana mbegu juu ya madhabahu hii, akapana mbegu njema. Msimamie, muwezeshe, mtie nguvu na ondoa roho ya uharibifu, haitapata nafasi juu yake katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu naweka msingi imara juu ya mtoto huyu. Bwana Yesu, mjengee hekima na maarifa. Bwana Yesu, napana mbegu hii ikapandwe katika mbegu njema ya kumtumikia Mungu, ya kumwabudu Mungu bila kuchoka, bila kukata tamaa, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, mbegu hii usimamie kama Mungu wa mbinguni ulivyosema. Utapanda mbegu, utavuna mema. Moja itamea 30, moja itamea 100, nyingine itamea 130, itamea 80, itamea 30. Bwana Yesu, naomba kila mbegu imee na mbegu itoe matunda mema, na achie upako wa binti huyu. Mpe kibali, mpe hekima, busara, moyo wake wa kipekee, akawa na upendo wa uvumilivu, wa unyenyekevu, wa utiifu, kuibeba madhabahu hii. Akapande mbegu ambayo ni njema, mbegu yenye matunda yaliyo mema, akamtumikie Mungu katika roho na kweli, katika moyo safi, moyo thabiti. Bwana Yesu, wasimamie katika ujana wao, uwatie nguvu, uwasaidie, wawezeshe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, juu ya mama huyu, juu ya mbegu yake, mpe neema, mpe kibali, achue namna kama Mungu alivyofundisha kwamba atuaye mbegu, apandaye mbegu atavuna mbegu, apandaye haba atavuna haba, apandaye mabaya atavuna mabaya. Mtendee neema, muwezeshe katika neema yake ya utumishi wake, awe mvumilivu, mnyenyekevu, kuwa na msimamo wa kusimama sehemu moja ya kumtumikia Mungu, maana hakika anayevumilia mpaka mwisho huyo ndiye atakayekuwa ameokoka. Nasi Bwana tunaomba tuvumilie, wavumilie na mimi, kutumika na mimi, wasinichoke, wanipende wewe Bwana Yesu, wanitii na kuweka heshima ya utumishi ndani yao. Bwana Yesu, zaidi ya yote wakutii wewe ambaye ni Mungu wa mbinguni. Mimi Bwana Yesu
nikawe kiongozi wao ambaye iko pekee wa kutumikia. Ninaachilia upako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaachilia utumishi juu ya mama huyu, uwezeshe nguvu, mpe njema, mpe kibali hata juu ya mume wake, mpe nguvu anaporudi nyuma, mume wake amrejeshe. Huduma hii ni ya kipekee, si kwa sababu tunaamini Bwana mwenye fedha ataongezewa, mwenye nacho atazidishiwa, na ambaye hana atanyang'anywa kabisa. Tunajua Bwana Yesu, hata hii huduma tusipotoa sadaka, wako watu wataiongeza hii huduma na itaongezeka. Mjengee hekima na maarifa, ondoa moyo wa hofu, moyo wa mashaka, moyo wa oga, mpe nguvu ya kumtumikia Mungu, unyenyekevu ndani yake, ukae ndani, ondoa mawazo mabaya, mawazo machafu, fikira mbaya. Bwana Yesu, hata wanapokaa ndani ya nyumba wakishauriana, washauriane neno. Nakataa mabaya, nakataa roho chafu, nakataa kila mipango ya giza. Haitupata nafasi kuvamia roho, bali Bwana Yesu wakapanda mbegu ile njema. Maana pandaye mbegu atavuna mbegu, pandaye haba atavuna haba, apandaye mema atavuna mema, apandaye mabaya atavuna mabaya. Kila mtu atavuna alichokipanda. Bwana Yesu, kwa kuwa tumepanda wote, tunatarajia kuvuna, tuvune yaliyo mema. Tumwamini Yesu, hata ukija leo tuondoke mbinguni. Tunataji Bwana Yesu, taji letu utupige taji la mbinguni, taji la ushujaa, na utumikie sasa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Naunganisha madhabahu hii, Bwana Yesu akaione kama ya kwake, akaithamini na kuipenda, akamthamini mchungaji na kutii sheria ya Biblia ya kumtumikia Mungu, kwa watumishi wa Mungu, kusimama na watumishi wa Mungu wakati wa shida, wakati wa dhiki, wakati wowote. Bwana Yesu akatumiki katika jina la Yesu, sawa sawa na neno lako. Naomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, amen. Na utamuka neno hata kwa mwenyewe ambaye Bwana alionekana. Wewe ni Mungu unaowajua watu wote ambao wako tayari kutumika, hata baba Esia wote nawaombea walikokuwa kwa Bwana kwenye kazi zao. Mungu atie ukawawezeshe, maana mbegu ya unyenyekevu ni mbegu sahihi, mbegu ya kutumikia Mungu ni mbegu sahihi. Tunatamani Bwana kuona ufalme wa mbinguni unakuja juu yetu, maana Bwana Yesu utatubariki, utatuwezesha tuingiapo hata tutokapo. Tunakuamini katika jina la Yesu Kristo, amen. Mtoto Baba, katika jina la Yesu tunaachilia upako wa damu ya Yesu. Hapana mbegu juu ya mtoto, mbegu ikazae 180, 130, ukambariki na kuwezesha, ukamtengu, ukamwezesha. Tunaachilia upako kwa mamlaka ya jina la Yesu, upako wa utumishi. Shamwombea tena Baba, katika jina la Yesu tunaachilia upako wa nguvu juu ya mama huyu. Mama huyu atakayebeba kanisa akiwa mnyenyekevu, mtiifu. Bwana Yesu, roho yote ya uharibifu, ya kuvunja imani tunakataa katika jina la Yesu. Bali namjengea moyo wa kupanda mbegu, kuvuna mema, maana baadaye hapa atavuna hapa, baadaye mema atavuna mema. Bwana Yesu, naomba mbegu ikamee katika udongo mzuri. Usipande mbegu kwenye mahali ambapo ni njiani, ndege wasije wakaja wakatawanya ile neno. Naomba Bwana Yesu, maana hao ndege wa njiani ni watu, marafiki, watu mbalimbali, ndugu wengine mbalimbali wa jirani, watu mbali wasioamini, kutaka kumwangamiza, kumshusha chini yule mama. Tunaomba Bwana Yesu umpe hekima, maarifa ya kutumika, maana utumishi sio kazi ndogo. Kuwa mama mchungaji sio kazi ndogo. Unahitaji unyenyekevu, unahitaji hekima na maarifa. Tunakataa fikra mbaya, mawazo machafu, kwa jina la Yesu yakapata kushindwa. Baba, katika jina la Yesu inatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, inaachilia upako wa damu ya mwana kondoo
ukamwangazia neema ile tu juu ya mtihani wake atakapofanya kesho, ukamwangazia neema ya kumlinda, ukambariki akafanya mitihani sasa na pezi yake, umpe ufunuo, mwanga, macho ya kuona, akili, ukamwongezea afahamu, ila anapofanya mtihani akapata kufaulu katika jina la Yesu. Namtenga mbali na magonjwa, namtenga mbali na roho za njaa, kila mamlaka ya giza haitapata nafasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amina. Haleluya tena.